Nikaja nikapumzika kitandani. Ile nakaa tu namna hii. Nikaitwa tena Yohana. Nikaenda tena nikafungua mlango mpaka nikaenda na kibarazani, nikafungua mpaka na mlango wa nje. Nikazunguka dirishani kwamba labda kuna mtu ananiita dirishani. Ni saa 12 kumesha kucha. Sikuona mtu. Nikarudi. Nikaitwa tena Yohana. Nikaambiwa mmeiva kwa kazi ya Mungu, lakini sio Mungu afanye na nyinyi kazi. Kuanzia leo tulikuwa na mialiko mingi sana makanisani. Kuanzia leo hamtaenda tena popote. Sauti ile ikanyamaza. Ndio nikaanza kupata mawazo, ni kwa sababu ya yule rafiki yangu ambaye anafanya jambo la namna hii. Kwa Mungu alikuwa amekuja kutukemea. Sikia sauti ya wazi. Sauti ya wazi huwezi kuisahau. Na inapokuja manake utakumbuka siku zote. Kwa nini Mungu huwa anazungumza kwa sauti ya wazi? Mara zote kama mtu hajaijua sauti ya ndani ya Mungu, kama ujumbe huu anaotaka kukuambia ni wa maana au wa msingi, au ujumbe huo ni unahitaji kufanyiwa kazi ndani ya muda mfupi. Unajua kuna ujumbe wa muda mrefu na kuna ujumbe wa muda mfupi, kwamba unahitaji kufanyiwa kazi. Usipofanyiwa kazi huo ujumbe utaleta matatizo. Anaweza akazungumza kwa sauti ya wazi. Anaweza akazungumza kwa sauti ya wazi. Mnakumbuka Samueli alipokuwa anaanza? Ndio baba. Alipokuwa anaanza huduma. Una Biblia hapo? Hebu nisomee Samueli wa kwanza sura ya 3 na mstari ule wa kwanza. Biblia inasema, basi mtoto Samueli akamtumikia Bwana mbele ya Eli. Neno la Bwana lilikuwa adimu siku zile, hapakuwa na mafunuo dhahiri. Nabii ni mtu anayeleta neno la Mungu kwenye jamii. Amen. Sasa Eli amekuwa kuhani kwa muda wa miaka 40. Alafu Biblia inasema neno la Mungu lilikuwa adimu. Kwani maandiko hawakuwa nayo? Andiko huua, roho huhuisha.